Habari za muda huu mabibi na mabwana, ungana nami kupata utabiri wa nyota siku ya leo ya Jumamosi ya tarehe 20 mwezi wa 12 mwaka 2025. Kwa ambaye hajapata utabiri wa mwaka mpya mwaka 2026, ingia YouTube andika utabiri wa mwaka 2026. Na kwa ambaye anahitaji utabiri wa haraka zaidi, anaweza kujiunga kwa kupitia namba zetu hizo kwa shilingi 1000. Na tukianza na utabiri wa nyota ya kondoo au punda, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Machi mpaka tarehe 19 Aprili. Leo mwezi mpya unakuhimiza kufikiria jinsi unavyoweza kupanua ulimwengu wako kupitia elimu zaidi au usafiri. Hata hivyo, kwa sababu Zohal inapinga mpangilio huu, unaweza kuwa na mtazamo, huzuni na kutarajia kidogo kwako. Ni wingu fupi jeusi kwenye upeo wa macho yako. Mambo yako songo mbingo, mwelekeo hauji moja kwa moja rafiki. Siku ya bahati ni Jumanne, asili yake ni moto. Ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni red. Na namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni ruby au garnet. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Aprili mpaka tarehe 20 Mei. Ingawa mwezi mpya wa leo ni fursa ya kufikiria kuhusu deni na jinsi ya kuboresha fedha zako pamoja na kuboresha mipango ya umiliki wa pamoja. Ukweli ni kwamba moyo wako haupo ndani yake leo, na hiyo ni kutokana na kosa dogo tu. Unaweza kuhisi huzuni, upweke au kutokuwa na mawasiliano na mtu. Pumzika rafiki, ni aina ya hiyo ya siku leo. Siku ya bahati ni Ijumaa, asili yake ni udongo. Ipo upande wa kaskazini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni green, namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 33. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni emerald au rose quartz. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Mei mpaka tarehe 20 Juni. Ni jambo la kushangaza kwa sababu mwezi mpya leo uko kinyume na ishara yako, ambayo ni fursa yako ya mara moja kwa mwaka ya kujifikiria jinsi ya kuboresha mahusiano yako ya karibu. Hata hivyo, mwezi huu haupatani na Zohal, ambayo ina maana kwamba mahusiano ni magumu leo kwa kweli. Kutengana kunaweza kutokea, nini ufanye? Pesa zipo down na mawazo ni mengi leo rafiki. Siku ya bahati ni Jumatano, asili yake ni hewa. Ipo upande wa magharibi mwa dunia, rangi yake ya bahati ni yellow na grey. Namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 32. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni agate na citrine. Na tukiendelea na upande wa nyota ya kaa, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Juni mpaka tarehe 22 Julai. Hii ni siku rahisi kwako kwa sababu wewe ni mwezi na leo ni mwezi mpya. Hata hivyo, inapingana na Zohal kwa vikali leo, ambayo inaweza kufanya maisha au yahisi mabaya zaidi kuliko yalivyo. Ilikuwa Jumamosi, kabiliana kadri uwezavyo ili upate chochote kitu bila kukosa hitajio lako. Siku ya bahati ni Jumatatu, asili yake ni maji. Ipo upande wa kusini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni white blue, ni white na silver. Namba ya bahati ni 2, 11, 20 na 29. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni moonstone au pearl. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Julai mpaka tarehe 22 Agosti. Kuwa mvumilivu na watoto, mpenzi wako kutokana na mpendezi ya kijamii leo, kwa sababu matarajio yako yanaweza kukatisha tamaa. Ingawa mwezi mpya ni nafasi yako kufikiria jinsi ya kupanga furaha yako na raha zaidi maishani mwako. Kwa kushangaza, leo ni giza kidogo. Je, kuna uwezekano gani? Ni wewe tu au kuna wengine? Siku ya bahati ni Jumapili, asili yake ni moto. Ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni gold na orange. Namba ya bahati ni 1, 10, 19 na 28. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini peridot au ruby. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Agosti mpaka tarehe 22 Septemba. Mwezi mpya leo ni siku bora zaidi ya mwaka ya kufikiria jinsi ya kuboresha uhusiano wako na nyumba na familia yako. Wakati huo, katika sehemu nyingine ya mawazo hasi, ukweli ni kwamba leo mahusiano yako yanapingwa kiasi kwamba mengine yanaweza kuishia taratibu. Maisha na utata leo sio kawaida rafiki. Siku ya bahati ni Jumatano, asili yake ni udongo. Ipo upande wa kaskazini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni brown na leaf green. Namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 41. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni sapphire au carnelian.
Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mizani, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Septemba mpaka tarehe 22 Oktoba. Usijilaumu leo ukiwa umekata tamaa kwamba mazungumzo na wengine yanakatisha tamaa. Hii ni siku ngumu kwa kila mtu, kubali hili na ufanye kazi ndani ya mipaka ulionayo kwa uwezo wako wote. Zawadi ndogo ndogo zinaweza kuboresha mahusiano yako. Siku ya bahati ni Ijumaa, asili yake ni hewa. Ipo upande wa magharibi mwa dunia, rangi yake ya bahati ni pink au white blue. Namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 42. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini na upale wa lapis lazuli. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Scorpio, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Oktoba mpaka tarehe 21 Novemba. Mwezi mpya leo unakuhimiza kuboresha jinsi unavyoshughulikia pesa na mali zako. Hata hivyo, unaweza kukumbana na matatizo katika hali ya kijamii, watoto wako au mwenzi wako, na kusababisha nia zote nzuri kupotea kutokana na udhi moja. Ndivyo ilivyo rafiki. Siku ya bahati ni Jumanne, asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni black na maroon. Namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni topaz au malachite. Na tukiendelea na upande wa nyota mshale, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Novemba mpaka tarehe 21 Disemba. Leo mwezi mpya uko katika ishara yako, ambao ni nafasi yako kufikiria jinsi ya kuboresha muonekano wako na jinsi unavyohusiana na wengine. Hata hivyo, Zohal inafanya maisha yaonekane mabaya zaidi kuliko yalivyo. Jaribu kutafuta usawa rafiki. Siku ya bahati ni Alhamis, asili yake ni moto, ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni purple na blue samawati. Namba ya bahati ni 3, 12, 21 na 30. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini turquoise au amethyst. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Disemba mpaka tarehe 19 Januari. Wiki hii imekuwa na changamoto na leo ni ya huzuni. Jambo moja zuri ni kwamba mirihi yenye moto ipo katika ishara yako, ikiongeza nguvu na azimio lako. Fanya mazoezi ya mwili ili kupambana na mawingu meusi ya leo. Labda baadhi yenu mtapata hueni baada ya jua kupoa. Siku ya bahati ni Jumamosi, asili yake ni udongo, ipo upande wa kusini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni grey na brown. Namba ya bahati ni 8, 17, 26 na 35. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni garnet au onyx. Na tukiendelea na upande wa nyota ndoo, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Januari mpaka tarehe 18 Februari. Ingawa unaweza kutaka kutafuta njia za kuboresha uhusiano wako na marafiki na vikundi, cha kushangaza mahusiano haya yana changamoto leo. Hii itaondoa upepo ambao bahati inakuja tu bila kutarajia. Kubali tu. Siku ya bahati ni Jumamosi, asili yake ni hewa, ipo upande wa magharibi mwa dunia, rangi yake ya bahati ni sky blue na aqua. Namba ya bahati ni 4, 13, 22 na 31. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ya amethyst na hematite. Na tukimalizia na upande wa nyota ya samaki, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 19 Februari mpaka tarehe 20 March. Leo utakuwa maarufu, watu wanakutambua kwa bahati mbaya. Mahusiano na wazazi wakubwa na watu wenye mamlaka yamedhoofika kwa kiasi fulani. Usilazimishe mambo, tulizana katika kufanya mambo ya maana leo. Siku ya bahati ni Alhamis, asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni sea green na indigo. Na namba ya bahati ni 7, 16, 25 na 34. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni jade au aquamarine. Kama kawaida tunaendelea kuzungusha gurudumu letu la bahati kwa kuangalia muda mzuri wa bahati, na tukianza na upande wa nyota ya kondoo au punda, muda wao leo ni kuanzia saa 4 na dakika 15 hadi saa 6 na dakika 36. Taurus saa 9 na dakika 45 hadi saa 10 na dakika 55. Gemini saa 6 kamili hadi saa 10 na dakika 35. Cancer saa 12 na dakika 55 hadi saa 3 na nusu. Simba saa 1 na nusu hadi saa 4 na dakika 55. Vigo saa 1 na robo hadi saa 3 na robo. Mizani saa 5 na robo hadi saa 6 na dakika 45. Nge saa 10 na dakika 45 hadi saa 12 kamili. Mshale saa 6 na dakika 35 hadi saa 7 na dakika 55. Capricorn saa 11 kamili hadi saa 1 na dakika 55. Aquarius saa 2 na dakika 45 hadi saa 6 na nusu. Tukimalizia na nyota ya samaki saa 7 na robo hadi saa
10 na dakika 25. Utabiri wa watoto chini ya miaka 12 na wamezaliwa leo na ushauri mzuri kwa mama mwenye mtoto na ambaye hajafanikiwa kupata mtoto. Nyota ya kondoo au punda atafanya mambo tofauti na vile ulivyoambiwa. Taurus huenda akaonyesha kipaji chake kwa uchache sana, ila sifa zitakuwa nyingi. Gemini atajulikana sana katika sehemu anayoishi na atavuka vikwazo fulani. Kaa atapigania uwezekano fulani ambao kuna ugumu kufanikiwa. Simba dalili ya ukaidi fulani huenda ikajitokeza. Vigo atapata hali fulani ambayo itamrejesha nyuma katika upande wa afya. Libra atadai kuonana na wenzio leo. Scorpio atawasiliana neno ambalo mithili ya mzaha ila lina ukweli ndani yake. Mshale kuzozana na wenzio kunaweza kupamba moto leo. Ikidhihiri hali hiyo, basi tumia lugha laini na majirani. Capricorn, usmati wake utakuwa na wigo mpana leo. Aquarius atakasirika kwa jambo dogo, mafua yatamnyemelea leo. Nyota ya samaki, mtoto huyu ni tunda zuri, mwelekeze katika njia nzuri. Watoto ambao wamezaliwa siku ya leo watakuwa watu wenye imani na heshima kubwa, na pia baadhi watakuwa wasanii, na pia wengine watahusika na mambo ya amani ya nchi yao, na baadhi yao watakuwa wafamasia, kwa sababu siku kama leo alizaliwa Leonard ambaye alikuwa ni mtakatifu wa Porto Maurizio, padri wa shirika la ndugu wadogo kutoka Italia. Pia alizaliwa Ferdinand Poisson, mshindi wa tuzo ya Nobel ya amani mwaka 1927. Vilevile alizaliwa Jaroslaw Heirovsky ambaye alikuwa ni mshindi wa tuzo ya Nobel ya kemia mwaka 1959. Vilevile alizaliwa Mark Sell ambaye ni mwigizaji kutoka Marekani. Pia tunatakia heri ya kuzaliwa wote walizaliwa siku kama leo. Ushauri kwa mama: umuhimu wako utaonekana kila mara, hata kama upo mbali, ni jambo la muda tu. Ujumbe kwa waliokuwa hawajapata watoto: majaribio kadhaa utakutana nayo, imani yako itakuwa juu. Ulikuwa nami na bye bye.